Hujambo na karibu katika rubaa za kimataifa kutoka Arusha on Radio. Mimi ni Awadh Rashidi. Jeshi la Israeli limeripoti kwamba wanajeshi wake wawili wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa kutokana na mlipuko katika handaki lililowekwa mitego katika jiji la Rafah kusini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi hilo limesema katika taarifa yake Jumapili kwamba Captain Noam Ravidi mwenye umri wa miaka 23 na Sergeant Yali Serol miaka 20 kutoka kikosi maalum cha uhandisi wa kivita cha Yahlom walikuwa kikagua mlango wa kuingia kwenye handaki lililopo ndani ya jengo fulani wakati bomu lilokuwa limetegwa lilipolipuka siku ya Jumamosi. Jeshi hilo la Israeli limeongeza kuwa wanajeshi wengine wawili kutoka kikosi hicho walijeruhiwa kwenye mlipuko huo, mmoja wao akiwa katika hali mahututi. Israeli ilianzisha vita vikali dhidi ya ukanda wa Gaza mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya Hamas kufanya operesheni kubwa dhidi ya utawala wa Israel. Na kufutwa kazi kwa mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa Marekani Mike Waltz na naibu wake Alex Wong na kuteuliwa Marco Rubio kama kaimu mshauri wa usalama wa taifa kumekuwa na mwangwi mkubwa kote duniani. Trump ameandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii ya Truth Social kwamba nina furaha kutangaza kwamba nitamteua Mike Waltz kama mwakilishi ajaye wa Marekani katika Umoja wa Mataifa tangu wakati alipohudumu kwenye uwanja wa vita akiwa amevalia sare hadi wakati alipokuwa katika Congress na kisha kama mshauri wangu wa usalama wa taifa. Mike Waltz daima alifanya jitihada za kuweka mbele maslahi ya nchi yetu. Nina hakika kwamba atafanya vivyo hivyo katika majukumu yake mapya. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio atahudumu kama kaimu mshauri wa usalama wa taifa huku akiendelea na majukumu yake ya kuongoza wizara ya mambo ya kigeni. Hata hivyo, wanataaluma wa masuala ya Marekani wanatathmini na kuchambua mabadiliko hayo kuwa ni zaidi ya marekebisho madogo tu katika ikulu ya White House. Kufutwa kazi mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Mike Waltz na uteuzi wa muda wa waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio kushika nafasi hiyo ni jambo ambalo limepokelewa kwa jicho la shaka, wasiwasi na uchambuzi, huku Washington na katika miji mikuu ya washirika wa Marekani kidhahiri ikionekana kufichuliwa bila kukusudiwa kwa maelezo asiri katika kikundi cha ujumbe uliosimbwa na kutajwa kuwa sababu kuu ya kutimuliwa kwa Mike Waltz. Lakini wafuatiliaji wa muundo wa mamlaka ndani ya ikulu ya White House wanajua kwamba tukio hilo ni zaidi ya makosa kiufundi. Taarifa zilizovuja kutokana na makosa ya Mike Waltz zinahusiana na mipango operesheni za kijeshi za Marekani nchini Yemen. Ijapokuwa tukio hili si jipya katika mazingira rasmi ya usalama wa Marekani, lakini hatua ya haraka Trump inaashiria unyeti wa swala hilo kwa mtizamo wa kisiasa na sio wa usalama tu. Kutolewa ripoti kuhusu hatua za mshauri wa usalama wa taifa kutumia barua pepe ya binafsi kwa ajili ya mawasiliano nyeti kumechochea pia moto wa mgogoro uliokuwa ukitokota. Afisa wa zamani wa usalama wa taifa amesema Waltz alitaka kuchukuliwa msimamo mkali zaidi kuhusu Iran, lakini Trump anataka kubakisha anga za mazungumzo. Hitilafu hizo zimeshindwa kutatuliwa. Katika muktadha huo, Richard Hans, rais wa zamani wa baraza la mahusiano ya kigeni, ametahadharisha kuhusu mabadiliko ya ndani ya ikulu ya White House akisema iwapo Rubio atataka kutekeleza majukumu mawili kwa wakati mmoja, anaweza kuingia katika mtego wa siasa za jazba. Marekani haiwezi kumudu katika vita vingine Mashariki ya Kati. Kuteuliwa kwa Rubio, waziri wa mambo ya kigeni na muaminifu wa kisiasa wa Trump kama kaimu mshauri wa usalama wa taifa ni hatua inayokumbusha enzi za Nixon na Henry Kissinger. Hata hivyo, kuna tofauti muhimu kati ya hali hizi mbili. Kissinger kama mwanastrategia mbobevu na aliyekuwa na uhalali wa kitaasisi alikuwa ameweka uwiano muhimu katika sera ya nje ya Marekani, wakati kuteuliwa kwa Rubio zaidi kunaonekana kama kutanguliza mbele uaminifu wa kisiasa kuliko ubobevu wa kitaalamu. Katika muundo wa utawala wa Marekani, nafasi ya mshauri wa usalama taifa inafafanuliwa kwa ukaribu kwa kuratibu majukumu ambako kwa kawaida kuna hitaji uhuru na kutokuwa chini ya waziri wa mambo ya nje na Pentagon. Kuchanganya majukumu hayo mawili, waziri wa mambo ya kigeni na mshauri wa usalama taifa, katika mtu mmoja kuna maana kufutwa mojawapo ya tabaka la uangalizi katika kupanga sera za usalama wa taifa. Wachambuzi wengi wanaiona hali hiyo kuwa ni sawa na kurejea kwenye zama za diplomasia binafsi, hali ambayo inaweza kuondoa sera ya kigeni katika mkondo na taasisi za jadi na kuigeuza kuwa chombo cha karata mazungumzo ya nyuma pazia au katika masuala ya uaminifu wa kisiasa. Na Afrika ya Kusini imeanza mchakato wa kuondoa wanajeshi wake wa kulinda amani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kikosi cha kwanza kimeondoka mapema wiki hii. Kikosi cha ulinzi cha taifa la Afrika ya Kusini SANDF kimesema kuwa wanajeshi wanaondoka kupitia Rwanda na Tanzania kabla ya kurejea nyumbani.
Hatua hii inatekeleza agizo la Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC la kumaliza ujumbe wa kulinda amani katika sehemu ya mashariki ya DRC. Uamuzi huu unakuja baada ya mapigano makali kati ya wanajeshi wa SANDF na waasi wa M23 ambapo wanajeshi 14 wa Afrika Kusini na 3 wa Malawi waliuawa mwezi Januari. Operesheni hiyo ilikamilika rasmi mwezi Machi baada ya waasi kuteka jiji la Goma ambalo ni la kimkakati, huku Rwanda ikisaidia usafirishaji salama walinda amani wanaoondoka. Kuondoka kwa wanajeshi wa Afrika Kusini kumekuwa ni mada mjadala, huku waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Ronald Lamola akikataa wito wa kutoa wanajeshi haraka. Rais Cyril Ramaphosa naye amesisitiza kuwa wanajeshi wataendelea kuwepo mpaka amani ya kudumu ipatikane, akiongeza kuwa ingawa hali ni tete, amani bado inaendelea na wanajeshi hawako chini ya hatari ya moja kwa moja. Jeshi la Ulinzi wa Taifa Afrika Kusini SANDF limesema kuwa kuondolewa kwa wanajeshi waliotumwa kama sehemu ya ujumbe wa SADC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakumaanishi kwamba watu wa eneo hilo wamesahaulika, bali ni hatua za kiufundi zinazolenga kufungua njia kwa juhudi za amani na michakato ya upatanishi kuendelea. Na katika mahojiano ya moja kwa moja na Rais wa Urusi Vladimir Putin siku ya Jumapili, rais huyo amesema sababu ya kutumia silaha za nyuklia ndani ya Ukraine bado hazijajitokeza na anatumai kuwa hazitokuja kujitokeza. Katika kipande cha mahojiano na televisheni ya taifa Urusi anayotarajiwa kuchapishwa katika siku za usoni kilichowekwa kwenye mtandao wa Telegram, Rais Putin amesema kuwa Urusi ina nguvu na uwezo wa kumaliza mgogoro wa Ukraine kupitia njia zinazoeleweka na ambazo zitakuwa zinatimiza malengo yake. Akijibu swali linalohusiana na mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi yaliyoulizwa na mwandishi wa televisheni ya taifa Urusi, Putin alisema bado hakuja kuwa na sababu za kutumia silaha za nyuklia na natumai hakutokuwa na sababu za kufanya hivyo. Alisema, tuna nguvu na uwezo wa kutosha kumaliza kile tulichokianzisha mwaka 2022 kupitia njia zinazoeleweka na kufanikisha kile ambacho Urusi inakitaka. Februari mwaka 2022 Putin alitoa amri kwa maelfu ya wanajeshi kuvamia Ukraine kwa kile ambacho Kremlin inakiita operation maalum dhidi ya jirani yake. Ingawa majeshi ya Urusi yalidhibitiwa kuingia Kiev, hivi sasa vikosi vya Moscow vinadhibiti takriban 20% ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na maeneo mengi ya kusini mashariki. Katika wiki za hivi karibuni Putin amekuwa akisema kuwa yuko tayari kufanya majadiliano kuhusu makubaliano ya amani, huku Rais Donald Trump akisema kuwa anataka kumaliza vita hivyo kwa njia za kidiplomasia. Hofu ya vita hivyo ya kutumia silaha za nyuklia imekuwa moja kwa moja na inayozingatiwa na maafisa wa Marekani tangu Urusi ilipovamia Ukraine mapema mwaka 2022. Aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya ujasusi wa Marekani William Barr alisema kulikuwa na hali ya hatari mwishoni mwa mwaka 2022 kwamba Urusi ingeweza kutumia silaha za nyuklia dhidi ya Ukraine. Mwisho wa Rubaza Kimataifa, mimi ni Awadh Rashidi.